usimhukumu samaki. Ni Chemsha Bongo. Tunakuomba msikilizaji, simama na kitu hiki kufikia malengo yake, uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill namba ni 625625. Account number ni 01245085217800 au till number ni 45614668 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Usimhukumu samaki kupanda juu ya mti. Usimhukumu samaki kupanda juu ya mti. Kama utamhukumu samaki kwa kushindwa kupanda juu ya mti, basi samaki ataishi maisha yake yote akiamini kwamba hana akili. Halo? Usiwahi kuhukumu samaki kwa sababu samaki hajapanda miti ama hajapanda juu ya mti. Kama utamhukumu samaki kwa kushindwa kupanda juu ya mti, basi samaki ataishi maisha yake yote akiamini kwamba hana akili. Na mwandishi mmoja akasema, ambaye napenda sana kusoma vitabu vyake, anaitwa Albert Einstein, kila mtu ni genius katika eneo fulani katika maisha yake. Kila mtu unayemuona leo ni genius. Hakuna mtu ambaye hana uwezo kabisa wa kufika kilele cha mafanikio katika maisha yake. Hakuna. Hii inamaanisha kuwa kama hauwezi kitu fulani, sio hitimisho kwamba hautaweza kufanya kitu kingine chochote katika maisha yako. Kuna eneo ambalo ukiligundua na kuamua kuwekeza nguvu zako hapo, itakufanya uwe na utofauti sana hapa duniani. Hapa utaelewa kuwa kwa nini kuna watu ambao hawakukuwa wafanya kazi wazuri katika eneo fulani, wakaenda kwenye eneo lingine wakafaulu. Hapa ndipo utafahamu kwamba kuna watu lakini kwenye sambayo mfumo wa kawaida wa shule hauwezi na kuzipima. Mfumo wa kawaida tu wa shule na kuzipima. Kama ningeambiwa leo nirudi nyuma nichague masomo na kozi za kufanya kwa ninawahakika ningefanya maamuzi tofauti kabisa. Ninawahakika ningefanya sana. Kila ni yake ambao unaitwa core genius. Unaweza kufanya mambo makubwa sana katika genius ambazo mtu anazo, kwa mfumo wa shule umejikita katika mbili tu. Matokeo yake watu wengi hadi wanapoondoka duniani wanaishi kufanya vitu wasivyopaswa kufanya, na uwezo wao haujulikani kabisa. Kuna watu sio kufanya nini, ndio akiwa gerezani, show me my purpose, nionyeshe mimi ni umenileta kwa kusudi gani hapa duniani. Kuna watu kuna
na kila kwa sababu kuna kipindi fulani kama ninasema hapa kwamba mambo anza kusaini tiketi ya kuondoka. Kwa sababu kuna vitu ambavyo unavifanya tu. Mimi katika vile naweza andika najikaa hivi naanza kufikiria. Sasa nilikuwa nafikiria kuhusu vile samaki alivyo. Sasa samaki nikawa naanza kuona vile samaki anakaangwa, anawekwa kwenye mafuta, alafu unapata mtu anakula samaki, anamula samaki alishatoa machozi yake kitambo baharini. Kwa sababu maisha yake yote ataisha ikiwa akijua yeye ni mjinga, hana akili. Hilo ndio maana wanaamua kutafuta kuchukua kozi ambazo namna hiyo. Wakitoka hapa nje, anatarajia vile vile mzazi atembee na yeye akimuombea kazi. Ashukuriwe Mungu, nilibahatika kuwa na wazazi walionifunza na kunielekeza kwamba nina uwezo wa kuweza kufanya kitu kipi duniani. Wakanilea kwenye maeneo haya. Na ashukuriwe Mungu, nikakutana na walimu ambao waligundua nina uwezo upi. Ashukuriwe Mungu, nilipata marafiki ambao waligundua ninachobeba na wakanisaidia kukinoa. Na kila hapa duniani ninaweza andika, ninaweza tafsiri, ninaweza zungumza, ninaweza ubiri. Wewe usiwe mmoja wao wa kufuata mkumbo. Uliza Bwana akupatie neema uweze kuelewa alichokuleta ukafanya hapa duniani. Ninachokifanya ila kufanya nje ya kile nilichosomea shuleni. Ukimpatia na umeya ila pale shuleni na kila mtu ulijifunza shuleni, wanamshukuru Mungu kupitia wewe. Leo shule watafuzu, atarejea nyumbani, atakaa kwenye kochi akiangalia TV, na mzazi miaka inazidi kwenda, anazidi kuishiwa na nguvu, na baadaye bufu. Sio kufaulu, lakini walifika kule wakashindwa kuelewa.
Matunda ya masomo ni kuweza kuona kwamba jamii inabadilika. Unakuja na kitu ambacho kitakuwa cha utofauti, cha kuonyesha kwamba kuna mtu alienda shule, alienda shuleni, na alipoondoka shuleni wewe wanamshukuru Mungu. Na vijana, na sitakosa kueleza leo, lakini siku hizi katika eneo la mawasiliano mtandao, hilo ndio shamba la kidijitali. Tafuta eneo la kidijitali, litengeneze kulia. Lakini sio kwamba eneo la kidijitali linakuwa eneo la matusi, unaanika uchi wako, unataka sijui ni kama huko ndio umeenda kutafuta biashara ya uchi. Na hiyo ndio chemsha bongo. Sitaki kwenda kupita hapo. Sitaki kwenda kupita hapo kwa sababu nikienda hapo nitakuwa nimechokora zaidi. Hiyo ndio chemsha bongo. Samaki si mjinga. Yuko kwenye eneo ambalo Mungu alimweka kuwa, baharini. Na pale ndipo anachezea mchezo wake. Ukimtoa baharini basi umweka nchi kavu, umemuua. Mpatie maji, samaki ataishi. Basi samaki ataishi maisha yake yote akiwa anaelewa kwamba yeye si mjinga. Lakini ukianza kumhukumu, mbona hajapanda miti? Mbona hajapanda juu ya miti kama nyani? Samaki ataishi maisha yake yote akijiona ni mjinga. Hiyo ndio chemsha bongo ya siku ya leo.